The people will not know that I'm the one. I'm the one. Ninawasalimu katika jina la I greet you in the mighty name of Jesus Christ. Kama nimelikuwa wewe itika hii salamu na kale ka sauti kashinda. If I was you, I would not have accepted the greeting with a minor voice. Salamu ya kwa jina la Yesu na iitika vile. How can you greet Jesus in such manner? Tumeshawahi kusikia wengine wanapokea salamu kwa jina la Yesu na wanapokea neema ya Mungu. Others accept the greeting in the name of Jesus and they receive the minor voice. Kwa nguvu yangu. I'm not standing here by my own power. Neema ya Mungu yenye iko kwa hii madhabahu iko kwa mwana. The divine grace on this earth is upon me. Nikikusalimia kwa jina la Yesu na ukipokea vile unaweza kupokea yako ya leo. If I greet you in the name of Jesus and you accept, you can receive yours. Amen. So mimi nakusalimu tena kwa jina la And I Yesu. greet you again in the mighty name of Jesus. Ninashukuru kwa uongozi wa kanisa. I'm very grateful for the leadership of the church. Ninashukuru kwa mchungaji I thank very much for the pastor na bishop and the bishop na watumishi wote. and all my fellow servants. Mungu awabariki. God bless you in abundance. Kweli Mungu awabariki. Surely God bless you. Mwenye aliongoza ibada ya leo Mungu awabariki. The one who moderated today, may God bless you. Usiwe mnacheza na kumoderea ibada. Do not play with moderating the service. Atukadari unaweza hubiri. You can preach, it's okay. Ukiongoza hapa. But when you are the MC here, Niliwaambia kama siku niliongoza kama mhubiri ndio nimeasa sadaka. I told you one day when I moderated, the preacher prayed for the offering. Nikasahau. I forgot. Mwingine akiweza Biblia kushinda itika kama na kushinda. Whoever can do what he cannot do, accept that you Mungu know. akubariki mtumishi wa Mungu. May God bless you, servant of God. Mungu awabariki. May God bless you in abundance. Mungu akubariki pia kwa kuniinterprete bien. May God bless you for good interpretation. Mungu awabariki waimbaji. May God bless the singers. Kanisa Mungu mnasikia mafuta kwenye naenda. Singers, church, can you hear them? This is not a forceful thing. No. Unataka kupiga pole pole. You are accepting slowly. Na tuifika. You will accept us. Tuko tunamtafuta Mungu. We are searching for the face of the Lord. Prema waimbaji Mungu awabariki. Surely may God bless the singers. Hata kama hakuna mwatetika Mungu yuko pamoja. If you don't know, you will accept God ile is kabisa. Nimejaliwa neema tena ya kufundisha na mtumishi wa Mungu yuko pamoja. I'm graced again to preach while the servant of God is with us. Pastor wa Glorious Ministry. Pastor of Glorious Ministry. Mungu akubariki. May God bless you, Pastor Gams. Utakia salimia tena kanisa. You will come and greet the church again. Mimi nakuwa na neema mara nyingi nikihubiri unakuwa. I have a grace every time I preach, you are always present. Mungu akubariki sana. May God bless you in abundance. And it encourages me. Tunaweza kuwa wima. Can we please be up on our feet? Tutaimba baadaye. We will sing after. Na tutaomba baadaye. And we will pray after. Itakuwa tuna dakika chache. I'll just have a few minutes to speak with you. And we will sing and pray. Nakuomba kama uko tuna nguvu. I'll ask you if you have strength. Utasimama ili ya usomi wa neno. You can please be up on your feet for the reading of the word. Tutakuwa katika kitabu cha mambo ya Walawi. Will be in the book of Leviticus. Sura yake ya 13. Leviticus chapter 13. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Verse 1 to the 3rd verse. Kisha ataruka ku 46. Then you will skip to 43rd verse. Na 46th verse. msomaji wa pili atatukamatia kitabu cha Luka 17. The second reader can read for us in the book of Luke 17. 12 mpaka 14. 12 to 14. You hear us? Ndugu Patrick anakuwa na Biblia ya dini ya Kiswahili. Brother Patrick, you have a good Bible. You have it today. Ile tafsiri nataka utaisoma kwa hii andiko la Walawi. I want you to read that interpretation in the book of Leviticus. Walawi sura 13, Leviticus 13, mstari wa kwanza mpaka wa 3, verse 1 to 3. kisha utaruka 46. Then we will skip to 46 verse. Alafu na msomaji wetu wa pili And the second reader, atakamata Luka 17, you will read Luke 17, atasoma 12 mpaka 14. verse 12 to 14. Kabla hujasoma, Before you read, tunatangaza neema ya Mungu iko juu ya wale wote ambao wanatupata kumedia.
We announce the grace of God can be upon whoever is following us. Kubaraka tutabarikiwa leo. With the blessings that will be blessed today. Na wao Mungu atawakumbuka. May God also remember you. Tunaamini kama miujiza inaweza kuwakutana hata kwenye we believe that the miracle can also meet them even on the TVs. Kama Mungu akiinua kanisa mkiwango kile, if God can uplift the church in that level, anainuaka na ile neema mwakile kiwao. He uplift them also in the same place in that level. Kama kuna watu wengi wako wanatufuata kutoka nchi tofauti. We know that there are people who follow us in the different countries. Mungu awabariki sana. May God bless you in abundance. Na sisi wenye tunakusanyika hapa tunawapenda na tuko pamoja na nyinyi. And for us who are gathering here, we love you and we are with you. Na wakati tutaomba na nyinyi mtaomba pamoja nasi. When we pray, you shall also pray with us. Amen. Amen. Karibu kwa msomaji wa kwanza. The first reader can please read Leviticus Walawi 13 13 verse 1 and 2. Moja mpaka 3 kisha 14 verse 1 to 3 and 46. Tusome pole pole tena bien kisha tunasoma. Read slowly and good as you always do. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Mwenyezi Mungu aliwaambia Mose na Aroni, iwapo mtu yeyote atakuwa na uvimbe au upele au kipaku mwilini mwake ikadhihirika kwamba ni ukoma, basi ataletwa kwa kuhani Aruni au mmoja wa wanaye aliye kuhani. Ngoja kwanza papa. Inasema utamleta kwa kuhani Aruni, wala mmoja wa watoto ya Aruni lakini mwenye iko kuhani. Hapana mtoto wa Aruni. Lakini mtoto wa Aruni mwenye ni kuhani. Maana kulikuwa watoto ya Aruni wenye walikuwa kuhani. There were also the children of Aaron who are not the priests. Ndio mwenye utaletea ule mtu. Absence ya Aruni unaleta kwa mtoto wa Aruni tena kuhani. In the absence of Aaron, bring for the child of Aaron who is the priest. Endelea baba. 3. Kuhani atapakagua mahali palipo na ugonjwa, na akiwa nyele zake mahali hapo zimebadilika kuwa nyeupe, ndio, na ugonjwa mwenyewe ukionekana kuwa uko ndani zaidi ya ngozi ya mwili wake, basi huo ni ukoma. Kuhani akimaliza kumkagua, hivyo atatangaza kuwa mtu huyo ni najisi. Amen. Pointi ya mwisho nasema kuhani akimaliza kumkagua, hivyo atatangaza kuwa mtu huyo ni najisi. Luka 14:6. Tuko tunapata usomi. Can you follow attentively the reading? 14:6. 46. Can you please go to the same 13 verse 46? Karasisi nasema ndio, ataendelea kuwa najisi kwa muda wote alio na ugonjwa huo. Ataendelea kuwa najisi kwa muda yote. He will remain to be unclean at the same every time he still has the same infection. Yeye ni najisi, naye atakaa peke yake. Yeye ni najisi, naye atakaa peke yake nje. He is unclean. He will always live alone, out of the camp, alone. Mtu mwingine tukamatie mara moja Luka. Let's go quickly in the New Testament. Ndio. Luke 17. Luka sura ya 17. Ndio. Mstari wa 12. Nitasoma katika jina la Yesu. Ndio. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Amen. 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 Tulisikia ile? You hear that? Sasa mwenye kuna Biblia ya Kiingereza asome tu hii ya Luka kwa mara moja na tuingie mwanzo. But Amanda help us to read in that same book of Luke. Luke chapter 12, Luke chapter 17, verse 12. Ndio. It says in the name of Jesus, As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him.
They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Amen. Amen. Unaweza kushangilia kwa makofi na Can you please clap for the joy of Almighty God for the reading? Mungu akubariki ikala sasa. May God bless you. You may please be seated. Leo tutaongea neno inasema kuponywa ukoma. Today, we'll be speaking about to be healed of the leprosy. Kuponywa ukoma. To be cured of the leprosy. Unaweza kusoma pale. Unaona kama vitu vinashanje. You can see things have changed. You can read there. Mungu awabariki kupitia sana. May God bless our medium. Mungu awabariki sana. May God bless you in abundance. Papa Jedo na watumishi wengine Mungu awabariki sana. Papa Jedo and Brother PJ, may God bless you in abundance. Tutaongea juu ya kuponywa ukoma. We'll be reading about the healing of the leprosy. Katika usomi tunasoma As we read, mambo ya Walawi yanasema hivi. Leviticus is telling us, ukionekana mtu katikati yenu, if anyone is seen, mwenye iko na kivimba, that is got a sore, mwenye iko na chunuko size za, that is got any kind of skin disease, msimsogele. do not go close to him. Kwanza, First, mumlete kwa kuhani. bring them first to the priest. Tena hapana kuhani wa kawaida. Not only a normal priest, Kuhani mwenye anajulikana kama huyu ni kuhani. the priest who's well known as Kuhani the priest, mwenye ni mwaminifu. a faithful priest. Maana hata mimi mwenyewe kuna masemesha sasa ningepelekwa kwa kuhani. Even me too, I could have brought to the priest. Kisha Then kuhani the priest ana verify ile ni upende. examine that skin disease. Nywele zisiko zinaota mwa ile ni upende. The air that is in that skin disease, Kuna namna yenye akiona gisi ziko. there is somehow when they see it as it is, Yenjo ataambia watu, that is when he's telling people, hii ni ukoma. this one is leprosy, Wala hii haiko ukoma. or this one is not leprosy. Hata uko daktari mkusanye ngozi ya mtu, Even though you are a doctor of healing the skin, hakukuwa na ndio ya kutangaza mtu kuna ukoma. you will not have able to proclaim someone with leprosy. Na ukitangaza na kupiga majiu na And kufa when you kama uko kwa. proclaim, if you are not a priest, you will be stoned to death. Sijui kama ile ni kweli. I don't know if that is true. Biblia ikisema mbebe kwa kuhani, baba. Hata doktora ya ingekuua. If the Bible says take him to the priest, even your doctorate would have killed you. Hata uone ni ukoma hii. Even if you can see this is leprosy, Mekuani aseme bado. but the priest has not said no. Ule mtu ataikala na wewe na mtalala na That person will stay with you and you will live with them. na sasa unambeba kwa kuhani. And when you bring them to the priest, Kuhani atamchunguza. the priest will examine him. Na sasa kuhani atamchunguza. When he's being examined by the priest, Akiona ni ukoma, when he sees that it's leprosy, atatangaza hadharani. will proclaim alive, Mtu huyu this person iko na ukoma. is leprosy. Maana kuanzia leo And from there, atatoka katikati ya he watu will live from out of people. na ataenda ikaa nje ya kambi. And he'll be going to sit outside of the Kwenye camp, kuko penzake wa ukoma. where those who are unclean are. Na kama utanibishia, And if you want to agree with me, Biblia inasema katika Ufalme wa Pili, the Bible says in the book of 2 habari Kings, za watu wine wa ukoma waliokuwa peke yao. the Bible of 4 people who were prophecy that were alone. Sheria hii iliendelea mpaka mwagano jipya. This rule could continue to the New Yohana Testament. alihubiri lakini hakukutana na watu wa ukoma. John preached but could not meet with people of leprosy. Lakini Yesu aliwaona. But Jesus saw them. Sasa sawa na kuweka nje. When they put you outside, Na huku nje hutabakia kawaida. and the outside you won't be normal. Na naomba unisikie vizuri. I want you to hear me attentively. Ukoma ikiingia kwa maisha yako, When leprosy comes into your life, ilija kwanza kukumaliza wewe peke. first it comes to finish you first. Kisha namaliza na yote nayo. Then it finish whatever you possess. Ukitoka kwa kuhani, If you leave the priesthood, hata ulikuwa na sapea hii. even though you are looking good, Alama ya kwanza, the first sign, banachana mavazi yako. they tore all your clothes. Tungacha aliongea dimanche passé juu ya mavazi. The pastor spoke about the garments. Na akasema Wayahudi hawangi uwaka mtu na anavaa mavazi. And he said the priests could not, the Jews could not have killed somebody when Na they still wearing hawangi his clothes. kupelekaka nje ya kambi kama uko na ukoma bila hawajachana They mavazi could yako. not have taken you out of the camp if you are leprosy. If you Na not sa- have, if you still having your Saba clothes. na ichana. And when they tore it, Kuna namna walikuwa wanafanya nywele yako. they somehow they used to do your hair. Kisha wanafunika mlomo ya yulu. Then they close your upper mouth. Na wanakwambia siku zote zenye uko kule, And they say every time you are outside, uko tuna kazi moja. you have only one work. Wewe unasema niko najisi.
You are saying that I'm forbidden juu siambukize wengine. so that you cannot contaminate others. Labda Maybe huko mgeni mwanaweza kia mwele eneo. there's a visitor that can come in that city. Hachukue kama ndio sehemu ya watu wa ukoo. You not know that there are people, a place of people who represent. Atakaposikia sauti ile, But when he hear that voice, anajua hii eneo iko danger. you know this place is forbidden. Anapita huko. Then he goes somewhere else. Kama umechoka na kuongea, If you are tired of speaking, akikuangalia tu, when they look at you, anajua huyo ana ukoo. this one a leprosy because Na mtu mwenye kuna ukoma ya kiroho, when someone who is a spiritual leprosy, kuna maneno akiongea, there's the word that they speak. tunajua huyu mtu ana ukoo. This person is served. Kuna namna ya muonekano yake, That's how he's seen. inatuambia huyu mtu This one ana ukoo. is leprosy. Na ukoma And leprosy ilikuwa inaanza kwa ndani, started within jionekane. so that it can be seen outside. Na External. ukikuwa na ukoma na ulikuwa na building kama hii, And if you have leprosy and you have a building like this, kwanza watakutosha ndani, first they will take you out of the building, wanafunga ile building kwa muda wa siku 7. then they close that building within 7 days. Banakia ifungula baangalie kama ukoma ikuambukia kuibamba, sio ilikuwa magonjwa ya kuambukia. Then they see if they do not contaminated the wall because it was a contagious sickness. Na bakimaliza kubarua rangi, And after they paint the walls banaifunga tena. and they close the building again, Bakikia ifungula, when they reopen the building, bakiona ukoma ingali when ndani. they see that the leprosy is still there, Tena iko kazi ya maso, and it's not for the builders, kama ni wakuani. those are the priests, Banakamata marto, and they see, they take the banakuja hammer ile building, and they break down the building, banakusanya na vumbi and they take even the dust nje ya kambi. out of the camp. Siku narudia, When you come back, unakuta kwako you find your place, ikiwani. it's just empty space, Jutu ya kaukoma. just because of the leprosy. Akikuwa magonjwa ni kukamata, The sickness, when it gets you, inakamata na vyako. and it gets whatever you possess. Amen. Amen. Ukoma ya kiroho And the spiritual leprosy, inakuwa na njia nyingi. it has so many ways. Hii ukoma yenye Biblia inataja, This one that the Bible is mentioning, kuna hata mtu alikuwa anaangalia kipara ya kichwa yake. they could even look at your head. Anasema, hii ukoma ilikia na kipara. So this leprosy was brought, Haikukia maupele. it was not formed from the soil. Kuna mwingine mwenye wataangalia tu macho yake. When they look if in your eyes, Anasema alama za ukoma. they say these are the sign of leprosy. Na hata ukwe mzee wa miaka mkati. Even though you can be the old man in the city, Petisa mie kama tu ni kuhani. a younger man like me, if only I'm the priest, Anakushinda sagesse ya kutambua mtu ukoma. is more wise, more than you that can result in a leprosy. Hata ulionaka ukoma ya tatea. Even though you could see the leprosy of your elders, your ancestors, Yeye anakushinda hekima ya kuitambua. is more wisdom of knowing Maana it. hekima ya Mungu Because the wisdom of God iko ndani yake. is within him. Na Yesu alipoponya watu wa ukoma, And when Jesus healed the lepers, aliwaambia he told them, mwende mjioneshe kwa makuhani. go and show yourself to the priests. Kwa sababu Torati ilisema Because the law says, kuhani ndio anapaswa hakikishe kama mtu iko na ukoma. the priest is the only one who can mention that somebody is leprosy. Na Yesu hakuenda nje ya ile mpaka. And Jesus did not go out of that law. Mwagano la kale watu walitakaswa na ukoma. In the Old Testament, people were healed of leprosy. Lakini mwagano jipya Yesu anawaponya kisha anawaambia waende hakikisha utakaso. But Jesus, in the New Testament, Jesus healed them and said, go and make sure that you are healed. Na Biblia inasema katika kutembea And the Bible says, while they were walking, wakajikuta wamepona. they found themselves cured. Kwa nini Yesu awatume kwa makuhani? Why Jesus sent them to the priests? Kuhani alikuwa mtu ambaye The priest was somebody anaaminika sana. who was faithful. Na Tito anasema hivi, And Titus says, chukue kuhani, for you to be a priest, ni lazima first, ukuwe mtu mwenye hauna lawama. you have to be a trustworthy person. Maana kazi yenye Yesu Because alikifanya the work that Jesus came to do ni kumnunulia Mungu kanisa yenye haina lawama. is to purchase the currency that is blameless. Chukua kwa ile nafasi, For you to be in that place, inabidi usikuwe na lawama. you have to be blameless. Sasa Yesu akawaambia, And Jesus told them, mwende kwa makuhani, go to the priest. tubahakikishe kama nimepona. Make sure that you are healed. Makuhani wa leo The priest of today, anaweza kupiga bongo they can lie against you wako nasikia najiendeza. until you feel like you are okay. Haikuwa
kuhani kamata mbuzi niambie niko safi. It was not like a priest tell me what to do, take this man, tell me how that I'm clean. Walikuwa na boga ya Mungu. They had the fear of God. Hapana, leo Mungu haongeaki kwenye hakuna sadaka tena. No, today God cannot talk where there's no more offering. Leo juu Mungu afunue maisha yako ifo sadaka. For God to reveal your life today, you have to be offering. Wengine wanasema juu Mungu akusamehe ifo sadaka. People are saying for God to forgive, you have to offer. Mtu atakwambia toa sadaka fulani Mungu akusamehe. If somebody tell you to give offering for God to forgive, Atape miujiza mwambie tu. even though he can operate miracle, tell him to confess his sins. Kuhani wa ile nyakati, The priest of that time, walikuwa wanaaminika sana. they were very trustworthy. Mpaka Yesu akamwambia muendee makuhani. Until Jesus told them, go to the priests. Sio kwamba Yesu alikuwa na capacity ya kuambia mwende mmepona. It's not Jesus that Jesus was not able to tell them, go, you are cured. Lakini hata Yesu hakudharau kazi ya But kuhani. even Jesus did not neglect the work of the priests. Amen. Amen. Na hawa watu katika kutembea, And these people in walking, walikuta wamepona. they found themselves cured. Na kwa mwana mwenye hakuenda kwa makuhani alirudia. And there's one that did not even go to the priest, but he came back. Akajua nikienda kule, He knew when I go there, ataniambia hata kama umepona, they will tell me, even though you are cured, leta njiwa mbili, bring 2 pigeons, leta kondoo mbili, bring 2 sheep, leta sadaka ya unga, bring the offering, leta cha 10, bring your tithes. twende kule nje, Go outside tukutakase. so that we can make you sense. Akajua He knew aliyeniponya na ukoma, the one who healed me with leprosy, analinda na mali yangu. he protected even my goods. Acha nirudie nimwambie. Let me go and tell him thank you. Hakunge ilikuwa kutakaswa ukoma bila kumwangika ya damu. You could not be healed of leprosy without the shedding of blood. Sote tulikuwa na magonjwa ya ukoma kiroho. We all had a spiritual leprosy. Lakini Yesu aliitika kumwanga damu. But Jesus accepted to shed blood so that we can be cured. Ukifuata processes za kutakaswa kwa mtu wa ukoma zamani, If you follow the processes or the process of cure of the leprosy na kazi ya msalaba, and the work of the cross, utakutana kuna tabiri Yesu. you'll find that it's just prophesizing Jesus. Na kitu nilipenda katika Yesu, And what I loved about Jesus, ndio pale Biblia inasema katika Luka, that's why the Bible is saying in Luke, Yesu iko naenda Jerusalem. Jesus is heading to Jerusalem. Anapita katikati ya Samaria na Galilaya. He's going between Samaria and Galilee. Kwa mbali Very far. kuko group ya watu 10 wa ukoma. There are 10, a group of 10 people of leprosy. Na utaelewa kama Yesu alikuwa na umati mkubwa. And you'll understand that Jesus said a multitude of Na hiyo people. umati ilikuwa na sauti kabambi. And the multitude had a bigger voice. Sasa kama Yesu angelikuwa mtu sawa mimi na wewe, If Jesus was a person like you and I, hangeliwasikia wala hangewaona. he could not have seen or preached to them. Lakini alikuwa na capacity moja. But he had one capacity. Atanyi wote maelfu mfanye fujo. Even though you can all be noisy in thousands, Atasikia machozi ya mtu mmoja mwenye iko mbali. he will listen the tear of a father person. Na wakati Yesu iko natembea na milioni, And when Jesus is walking with the akasikia sauti ya watu 10 mkatikati ya milioni. when he hear the voice of terror, Yenye inasema uturehemu. have mercy on us. Hapana ututakase. Not make us free. Walisema uturehemu Have pity on kwa us. sababu walijua Because he knew magonjwa hii this sickness inajulikana is well known. kama imesababishwa na dhambi. It's not by sins. Hatuna uwezo ya We kupona. do not need to be healed. Tunahitaji We rehema. need mercy. Watu leo wanahitaji miujiza bila rehema. People need miracles. Watu leo wanahitaji wazae lakini hawaangalie pasi. People need to be given. Mtu anaweza penda mtu amuinue na alikuwa kwa mfumo cha. Somebody need to Hauhitaji miujiza, unahitaji rehema. miracle. You need Walijua tu tukubaliwe na watu. for us to be Turudiwe tena. for us to come. Inabidi rehema ya huyu Bwana mercy of this man ionekane. have to be seen. Hakuna muujiza bila rehema. For miracle more than mercy, grace Na neema and grace inataka kukufundisha kuacha ubaya. is come to teach you to forsake all Kuambatana na the mema. and hold good Na of hakuna goodness. neema bila Yesu. And there's no goodness. Na hawa watu wakasema, Why those people say hatustahili kuponywa. we are not worthy of healing. Tunastahili rehema. We are worthy of Wakamwambia, mercy. mwalimu, They told him, teacher, bwana mkubwa, elder brother, uturehemu, have pity on us. kwa sababu walijua Because he knew, hata akiwaponya even though he healed them, Torati inatakiwa watakaswe. the law said they have to be set free. Kuliko waombe kuponywa, Instead of them being asked for a healing, wanaomba watakaswe. they asked for a sanctification. Hawa watu walikuwa na revelation ya kabambi. People had a big revelation. Hawa waliona mwalimu na wakaona kondoo ya utakaso ndani yake. They saw a teacher and also a lamp of sanctification. Hawa waliona mwalimu na wakaona Roho Mtakatifu ambaye ni njiwa. So, Ndani yake. the Holy Spirit was Wakaona hai
utakaso. There is the percent of blood. Wakasema mwalimu, Master, uturehemu. have pity on us. Na utaelewa kama mwa hii kikosi You understand, in this multitude, Yesu hakuwa na projet ya wale. Jesus did not have a project of these people. Alikuwa busy iko He nashughulikia. was busy with other people. Na mwahaba, And with these people, kulikuwa na sauti ya mingi ingefaa Yesu asibasi. there were so many voices that could make Jesus not to listen to Mungu them. alikuwa anasema Mungu akubariki uliniponyea jana. The other said, God bless you because you will be yesterday. Mwingine ananiambia ningali nashiba And I mikate. said that I'm full of praise. Mwingine uliona vile vilipitikana And I Samaria. say, you know what happened in Samaria? Mwingine ulikuwa naye Galilaya. Oh, you also were in Galilee. Mwingine ulikuwa naye You Kapernaum. also in Capernaum. Mwingine uliona Lazaro. And you saw Lazarus. Hii siksa yote. All these six success. Yesu iko naisikia. Jesus is listening. Na wengine wamashika biko na And malalamiko. there is problem and shouting. Lakini nguvu ya Yesu ni kwamba But the power of Jesus is that ataba muadoreu even though they can worship him this hata time, sababu machozi ya you huko. will not forget other people's Hata tears. kama ombi lako kakezi yaza simbi. Your minor prayer. Yesu anakasikia Can you hear it? hata tuko tunamlilia. Though we are crying, Iko na kusikia. and listening to him. Usiache kumwambia kurehemu. I forget to tell him. Iko na kusikia na wewe. Tell him to be listening. Hata hauwezi omba saa mzima. You know you can pray for Hata one sekunde moja. The 1 second. Yesu anaisikia kazi. Mwenye iko naomba saa. The one who's praying. Mwache aombe. Na wewe wa sekunde. Itika tu. Yesu atakuondolea aibu. Sema tu ni rehemu. Kisha sana sema ni rehemu. Hata kama tunamshughulika, atakusikia kwamba alikuwa kapasiti ya mzaa. It was not a normal capacity. Mimi wa Jeremia. I for Jeremiah. Anasema pastor, When I say pastor, ulifanya miujiza jana. miracle yesterday. Uliniombea nikapona. Prayed for me yesterday and I was healed. Napiga kofre. I'll stop first. Hata mkono ilikuwa naombea huyu. If you know the voice was praying for this one. I said, Unasema? what are you saying? Alipona jana. He was healed yesterday. Ah, Okay. nigeukie huku. Let me take this side. Na Yesu, But Jesus, ulifanya bien. you did well. Na anasikia mwalimu, Lord, kunirehemu. have mercy on me. Akajua mwenye hajatendewa. That the one that they Iko na kiu kuliko mashatendewa. Mwenye alishapata. Anaweza kukuacha. Na mwenye ngombe atakufa. Atabakia na wewe. Yesu akasema, Freumu kwanza. Tunageuka upande huu. Turn on this side first. Usiache kuita Mungu. Do not stop calling on God. Hata kama unaomba in minutes, Even though you pray for 1 minute, anaisikia. He can listen to you. Na kama utakatala, And even if you refuse, hata na in minute ungali nawe. even the 1 minute you still have, Mungu akubariki. may God bless you. Shetani angali anapenda ikuwe 10 seconds. Satan still wanted to be 10 seconds. Kwa nini asikuachie mu 10 minutes? Why can't he live in 10 minutes? Anayua pamoja na ile 10 minutes. Because he knows with that 10 minutes, Anayua kenye inafanya. he knows what 10 minutes can do. Mati ya watu. In the multitude of people, Na Biblia ina precise and the Bible is well saying, iko naenda Jerusalem. is heading to Jerusalem. Anapita katikati ya Samaria na Galilaya. Is going through Samaria and Maana Galilee. alikula na biblike ya huku That he came with this public. na anakula na biblike ya huku. Multitude from this Kuna side. watu walitendea There mema, are people that he did well for them. lakini hakuacha kutendea mema watu wa huko. Do good for other people. Hata kama Yesu alinitendea jana, Even though Jesus did well for me yesterday, uweza yake haikuishia kwa ability did not stop me. itafika na kwako. It will come also to Hata you. kama nilizaa juzi, So I got birth mamlaka yesterday. yake ingali na mapasa yako. It is still there. Hata kama nimenunua gari, So I bought the car mamlaka yesterday. yake ingali na afya yako. Still on you. Hata kama ungali na panga, Now you are still mamlaka yake ingali na nyumba yako. still on your house. Hata kama ungali na kataliwa, You still have uweza yake his ability. ingali na karibu ya kukusogeza. Still close to come real close. Shie wote All of us, tuko na makarti wa roho. we have a small leprosy in our cities of our hearts. Leo ukoma Today the leprosy haikuwake tena sana kwa mwili. is not in flesh anymore. Shetani alitransforme akaiweka kiroho. Satan transformed it into a spiritual Na sickness. kitu Biblia inaongea juu ya ukoma. What the Bible is saying on leprosy Haikuwa na kufa mtetemeke na malaria. was not make you to tremble like malaria. Mimi sijaona nafasi kwenye mtu wa ukoma na kufa. I have not seen a place where a leprosy person dies.
Watumishi, mlisoma Biblia mkaona mtu alikufa na magonjwa ya Have you ukoma? ever seen somebody who died with leprosy? Mimi sikumuona. I've never seen. Lakini kile aliyekuwa na ukoma, Whoever had leprosy, devoir ni moja. homework. Baada ya kuikaa nje ya kambi, After sitting out of the camp, atarudiaka kutakaswa. will come back to be sanctified. Tena Then, ukoma iogope mtu. leprosy does not scared of Miriam, anyone. Miriam, wakati Mungu alimpiga ukoma, when Jesus started with how leprosy, hakuangalia kisha alikuwa kuna prophetize. did not look how she was prophesying, Hakuangalia kisha alikuwa na adore. how she was worshiping. Na kwa sababu kuhani alikuwa mwaminifu, Because the priest was faithful, Haruni akasema hata ni dada yangu even though she's my sister, aende nje. she must go Musa outside. akasema aende nje. Moses said she must go outside. Tutapata wapi leo makuhani kama wale? Where shall we get the priest like Mwenye that? akasema mke wangu amefanya herehe, My wife was Mina msispande. I suspend mtoto her. wangu amefanya herehe, Mina Mina msispande. I suspend her. Sio asiambukize kwa We cannot abominate other one. tutawatosha wapi? Where can we get the priest like Tutawatosha that? wapi? Where can we get them? Mchungaji nilifanya The hivi, pastor, I did this. lakini the MDC atakuwa anaingia kwa akaunti yako. Account. Calmate situation. You just come. Utawatosha wapi? Where will I get Leo them? tuna makuhani ambao wanabarikia ndoa nne. Who are blessing? Uaminifu imepotea. The faithfulness has gone away. Na Mungu anatupatia example. And Jesus is giving us a good example. Musa Moses analia mbele za Mungu. cried before the Lord. Usimfanyie Miriam dada yangu. Do not do this to Miriam is my sister. Anasema amen. He said, okay, Anasema hata kama nimeomba, even though I prayed, na mimi najua itapona. but I know you'll be healed. But go, outcast, Usikie kuua wengine. so that you cannot kill others. Ilikuwa ni magonjwa ya kuambukiza. It was sickness of that was contagious. Kuna kitu kimenishangaza. There's something that amused me. Mambo ya Walawi, Leviticus, hii sura ya 13, this chapter 13, 45 45. inasema hivi. It says, Wa ukoma atajifunika mdomo, the lip will cover their upper mouth, lakini sauti haitakosa kutoka. but the voice will not cease to come. Atajifunika Even though they will veil na themselves mavazi yake itachanika, and they will torn their clothes na nywele wataziachililia zisikuwe na swe. and they will finish on their head, Me sauti but the voice itabakia pale. will remain the same. Hii ina profetize kwamba Emphasizing that hata kama umejiona na madhaifu, even though you are weak, kama tu Yesu angali hai, Jesus is still alive. kama tu damu ya Golgotha ingali naongea, God of God is still kama talking. tu ningali nakumbuka, I can still kumwambia remember. Mungu alikuwa God was saying, inawezekana. it is possible. Usivunjike moyo. Inawezekana ukapona. Inawezekana ukatakasika. Maana sauti yako Because your voice ingali nasikilika kwa masikio yako kusikia. heard by the voice that is Hailomeshiwa na tusikie. does not need for all of us. Yesu akisikia inawezekana. Jesus listening, it's all possible. Na katika Luka, In the book of Luke, watu wenye ukoma walilalamika. the leper was make noise. Inawezekana Petro hakusikia. It may be possible Peter did not listen Juu ya ile movement. because of the movements. Yuda ndio tusiseme. Judah did not talk about Hakukuwa him. pale. He was not even there. Movement iko. The movement was there, Niko na kete kula and he's ile. looking where the money is. Mwenye alikia mission. But the one who came with the mission Hakujasikia movement. did not come for the movement. Alisikia wale ambao wana shida. He listened for those who had a problem. Hata uko mbali, Even though you are far, utaita tu Yesu. you will just call on Jesus Na atakusikia. and he will listen to you. Amefanya transport ya mwesheri yako wewe na yeye. He did it very Ambayo ni neema yenye iko That is the kukazia faith Golgotha. that is there in the cross of God. Chote usikia karibu. That is the it is Unamuita tu for you to call upon him, na nakusikia. and he can hear you. Kuna watu ambao wako na ukoma There are people who are leprosy, ya kiroho. spiritual one. Huyu mtu This person, sante yake iko. the high priest, Anaweza hubiri. he can preach very well, Ka ukoma kako ndani. but there is leprosy within him, Na hii ukoma and this leprosy inakuacha na kusanyiko, it make you with multitude, lakini inakutenga na utakatifu. but detach you from the holy ones. Ukoma ya kiroho The spiritual leprosy inaweza kukuacha na kusanyiko, can make you live with the multitude, lakini inakutenga na watakatifu. detach you from the holy ones. Na watakatifu ni wale waliofua mavazi yao kwa damu ya mwana. The holy ones are those who wash their blood, their clothes with the blood. Unaweza kuadore, You can worship, lakini
lakini ukoma iko ndani. But the leprosy is still there. Naweza kuhubiri You can preach, kwa sababu niko mkusanyiko, but because you're in the multitude, na kwa sababu ni karama, and because it's just a gift, lakini ukoma ikipiga ndani, when the leprosy strike, itanitenga na watakatifu, will detach me from the saints, lakini itaniacha but mkusanyiko. it will leave me in the multitude. So Yesu akasema, But Jesus said, tutakuwa wengi we will be many, lakini wachache but few ambao nimewajua. that I know. Ukoma ya kiroho Spiritual leprosy haiogopaki titiri. does not fear the title of man. Kuna watu wako na ukoma ya ulevi, There are people in the leprosy of drunkenness. wengine wako na ukoma ya There usharati, are people in the leprosy of fornication. wengine wako na ukoma tuile kama ya kuongea, Others I don't know the talkative. wengine wiko na ukoma ya wivu. I don't know they're very jealousy. Anaomba kabie, They pray very well. vitu vyote anafanya kabie, Everything they do very well. na akisikia vya bien juu ya When they hear good about you, ukoma ina. the leprosy starts. Mungu atuonage shida, God does not see us, anamuona tu yeye. only see them. Joy, What is it? sikia nikwambie, Let me tell you. haiko kazi yako kupangia Mungu rosta ya watu wakushibia. Haiko kazi yako kupangia Mungu rosta ya watu watachibia. It's not your duty to make a lot of people that will be answered by Haiko God. kazi yako kuambia Mungu ponya huyu, acha huyu. It's not your work to tell God, heal this one. Mungu anaweza nisikia kwa neema, God can hear me by hapana grace, kwa kutaka yangu, not by my own deed. tena kwa mpango yenye iko nayo juu yako. By the prayer that He has for me. Mungu, God, kwa nini unaweza fanyia huyu? how can you do this to this one? Mie kuna nini? And me, how you do this? Ukoma ile. That is leprosy. Biblia inasema My Bible testifies. hana mwalimu, He does not have a teacher. hana He mshauri, does not have a counselor. anafanyaka He kenye does anapenda. what he likes. Haya hata kia kukuuliza. He won't come to ask you. Na hii mwaka And this year, neema ya miujiza tuko tunaomba Mungu itembee. we see that we need a miracle. Maana Mungu anapofanya miujiza watumishi, When God do miracle servants, haulizaki does not ask na hapana. and does not even play. Inatokea. It just comes rapidly Sisi tunaomba as we pray, na yeye hapana. and it does not play. Inatokea tu. It just happens. Ukoma inakuwa kaje watumishi? How does leprosy come to the servants? Ninapoomba na Mungu ananisikia. When I pray and God hears me, Kuliko nishukuru Mungu, instead of me thanking God, inabakia ongee. I just be very proud. Ile ni ukoma. That is leprosy. Na Paulo anasema katika Wakorintho, And Paul is writing to the Corinthians. sote tunafanya kwa sehemu. We are all doing in just a piece. Kama ni kuhubiri, sitahubiri yote. If we preach, I won't preach Ile all. andiko This scripture, unaweza kuifungula we wewe. can open it. Mpaka nikajiuliza kilikuwa Biblia yangu. Until I ask, was it in my Bible or not? Ninafanya kwa sehemu. I'm just doing in a piece. Na wewe unafanya kwa sehemu. And you do another Na piece. tunajenga mwili. And we build the body. Hatuwezi kumaliza Mungu. We cannot finish Na God. siku atamalizika mbele And ya how I watu. finish that is not in there anymore. Ukoma inapoingia kiroho, When leprosy comes in the spirit, nje outside, inakuacha kabisa. it leaves you very well. Tutaona tilo inakubanaka We will see wewe. the makeup very well in the makeup. Mastile zote We'll see all the styles. unazijua. You know it. Roho yako, But your heart, roho yako your heart inakufa. is dead. Unapendeza kwa nje tu, You are purified outside, lakini ndani but within ni terrible. is terrible. Na utaelewa kama ukoma When you understand leprosy, sionekane kwa nje, for it to be seen outside, ilikuwa inamaliza kwanza ndani. it had to finish. Shetani Satan, anaweza kukuweka nje ya watakatifu, it can abominate you from the hillside. lakini hata kufa nitakuwa kumwambia mwalimu ile kuna ukoma To be healed of leprosy haikuwa kawaida. was not normal. Usifikiri ilikuwa mzaha. Don't think that it was normal. Kuna watu wako na ukoma There are people who have leprosy ya ndani. of within, internal leprosy. Mtu anaokoka Somebody is saved lakini kiu ya dhambi by the taste of sin ndani yake within him. haipatikani. Does not finish. Unatubu sai, You confess your sins now. unaambia Mungu You tell God, unisamehe. forgive me. Uliona
You saw nilifanya. what I did, Men, but sitaongeza tena. I won't do it again. Maki hata na kutubu yako, Even in your confession, mshakuwa kama ile kakulegeza Mungu. there's some how you can make God fragile. Maki kizambi kapata hapa. The big sin, Unaweza kitubu kama vile nikapata. you can confess it just like a minor one. Na tena shetani anafanya kazi. What does Satan do? Anakusogezea kama ule maverse mwenye Mungu laini. He puts you there with the mind of the verses that are very Wenye soft. ulielewa mbaya. The one that you mal and the Kuna siku nilikwambia hapa. There's one day I told you, Biblia ikijikontradire kwako. if the Bible contradicts itself to you, Maana yake haukuelewa. that means you did not Kisha understand. unasema, And you say, wewe unasema you see alone katika kitabu cha Yohana wa kwanza, in the book of 1 John, wa ile sura yake ya kwanza, in chapter 1, kama mstari wa 7 from kushuka. verse 7 to the Kama 10, ukisema hauna if you dhambi, say that you are sinless, unasema Mungu ni and Mungu. say God is a liar. Maana yake niko na dhambi unisamehe. I'm a sinner, forgive me. Uko unaona kisi unafanya sana. You say you're making it very easy. Ukoma imeingia. Leprosy has entered. Hakuna tena mtu wa kulia kisi Daudi alilia. No one will cry like David did. Mtu mwenye atasema si stahili. One that said that I'm not worthy. Anachana mavazi anavaa magunia. And he put the socks on. Analala chini anawaambia watu muniache. Leave me alone. Mimi nastahili kufa. Si stahili mie. I'm not worthy. Nimekosea Mungu. I wronged my God. Ninastahili mauti. I'm ready of death. Wale watu hawako tena. Those people are no longer there. Na wale ndio watu Mungu anatafuta. And those are people that God is Ile ni searching dawa for. ya ukoma. That is the medicine. Hata nihubiri namna You gani. know, can preach anyhow. Nikikosea Mungu. If I wrong God, Nasema zile verse that verses itakusaidia wengine. will help others. Nisikuwe kilalo. I should not be a bridge. Mungu, God, unisaidie. help me. Kiwi This test itoke ndani yako. should come out of me. Tena utaelewa kama mtu wa ukoma You understand that every person haipunguze titre. does not minimize his title. Katika kitabu cha Wafalme In the book of Kings, kuna mtu ambaye alikuwa ni chef there's somebody who was a chief, na iko na ukoma but he was leprous. na alibakia anaaminiwa. But he was very appreciated. Akapata neema ya mtu wa kumuona. But he created a grace of somebody to see. Na ndio maana Biblia inasema And that's what the Bible says. kuhani ndio atachunguza kama uko na ukoma. The priest is the one that will look if you are leprosy. Ukoma inaweza ambukia kanisa kama tukikosa makuhani ambao wana macho Leprosy can contaminate the church if there's no priest who have eyes ya kuona ukoma. to see the leprosy. Na ndio Paulo anamwambia Timotheo, Paul is telling Timothy, vitu kama hivi things like this, akanya kabisa. you must always rebuke. Kemea, Rebuke it. amakia, Rebuke it. kwa sababu elimu iko ndani yake. Because there is wisdom within him. Kuna watu wako na ukoma There are people who have leprosy, ya ulevi of drunkard, na imewaweka mbali na and it's put them far away ni from God. opportunity It's kwako an opportunity for you kumwambia mwalimu, to tell teacher, unirehemu leo. forgive me today. Hakuna mchanja mbele ya ukoma. There's no wisdom before the leprosy. Itakumaliza It will finish you. na inamaliza vyako. It will finish all your Na possession. kitu utaelewa, What you will understand, ukoma ikiingia mwako when it comes to you, inakutenga na mke wako, will detach you from your wife, inakutenga na mume, will detach you from your husband, inakutenga na will watoto. detach you from your children. Banakuweka muyako sehemu They put you on your own spots, tena, and mbele bakuweke nje, before they take you outside, kuna nafasi watakuweka there's a place where they will put you, juu wakuangalie kwa. so they can look at you. Na kuhani ange anosakata haraka. And the priest could not have said it very well. Kuko ma processes There is processes za kukuchunguza. to just look at you. Hautaenda mbingu fasilima. You will not go to heaven easily. Kuna processes There is the processes za to kukuchunguza. examine you. Utakuwa unajiangalia. You'll be looking at yourself. Hiki hakiko bien. This one is not good, Nakiweka pembeni. and I put it outside. Hiki hakiko sawa. This one is not cool, Nakiweka I pembeni. put it outside. Hiki hakipendeze This Mungu. one does not please God, Nakiweka I pembeni. put it aside. Na tuko tunasogea. And we are going close. Na siku moja And one day, itajulikana kama we will know tumetakasa. whether surely we are sent. Mimi nataka mtu atakuwa leo kama wale wenye ukoma kuu. I want somebody who will be like those one with a term leprosy. Usiangalie umati. Don't look at the multitude. Sema tu mwana wa Daudi. Same son of David. Mwalimu, Master, unirehemu. have mercy on me. Kama ni muujiza, If it's a miracle, inaweza kutoka mwili. can come from it. Kama ni uzao, If it's children, inaweza kutoka pale. can come from there. Shetani Satan hasemani kweli. does not speak truth. Siku zote
every day. Anakufundisha Will teach you kama hauwezi wewe. that you are disabled. Lakini kitu mimi napenda, But what I like, hao watu walisema, these people say, mwalimu, teacher, unirehemu. have mercy on me. Hata kama una ukoma ya ulemavu, Even though you have leprosy of disability, unaweza kumwambia Mungu, you can tell Lord, nirehemu leo. forgive me today. Na ukasimama. And you stand up. Rehema ya Mungu ilikuwa kwa maisha yako. When the mercy of God upon your life, Hata kiu ya ile dhambi, even the hunger of that sin inaweza kukuacha. will disappear. Ni ukoma ile uko nayo. The leprosy that you have, Ile yenye ungali nakumbatia vile, the one that you are still holding tight on, ni ukoma. it's leprosy. Ungali naona uko clear. You are still looking that you are wise. Chua ya kufika bien. Because it's not every choice. No, Lakini nakutangazia leo, but I proclaim to you today, ni ukoma. it is the leprosy. Hata kama ungali na sauti ya You kuongea, still have a voice to speak. lakini ndani yako But within you, muna ukoma. there is leprosy. Na inabidi uambie Mungu, And you have to tell God, unirehemu. have mercy on me. Unirehemu. Have mercy on me. Hata kama uko mtumishi, Even though you are a servant, unaweza kuambia Mungu you unirehemu. can tell God, forgive me. Na Biblia inasema, And my Bible says, ukoma ilikuwa na manivu sabini. leprosy had a different levels. Kulikuwa yenye ilikuwa inaonekana mweupe. The one that was seen in the dimple, Kuna yenye ingeonekana kwa and the macho. one that could not seen by the eyes. Isipokuwa kwa wenye maana yako The ilikuwa. only one who will know it. Kama ilikuwa ukoma ikikuwa kukipanda, If it's come in the body, tutajua. how will we know? Labda wenye wanajua kuitambua. People who knows how to know it. Kama ukijua If you know it, kuzaa yangu ni ukoma kwako, that my offspring are the leprosy to me. maana imenisababishia hiki na hiki na hiki, That means it happened, it made me lose this and that and that. unahitaji uponyaji. You need healing. Kama ukijua If you know, kutozaa yangu lack of giving birth ni ukoma yangu, is my leprosy. unahitaji muujiza. You need miracle. Kama ukijua If you know, hiki kitu this thing ni ukoma kwako, is a leprosy to me, unahitaji neema. you need the grace of God. Na neema tofauti si kwako. And there's different grace here. Kuna watumishi wako na neema ya miujiza. There are 7 to have miraculous Kuna signs wengine here. ukoma imeingia There kibichi. are others who came leprosy in the finance. Inamkondania akili. It condemned your mind. Haisiona, You cannot see. haisiyatafuta. You cannot even know Na how to kama hata haisiona, even if you can, you don't know how to Kuna keep the besoin money. muujiza. You need miracle. Mwi dakika chache. In these few minutes, Tunataka kuomba Mungu we need to pray. aliyeponya wale watu kwa njia tofauti, The one who healed these people in the different ways akukumbuke na wewe. should also remember you today. Ataka leka maombi ka sekonde moja. Even in the minor prayer of 1 second, Yesu iko na kapasite ya Jesus kuisikia. is able to listen to Hata it. kama mwanasimama pembeni yako aliomba sana, Even though the one that next to you prayed for 1 hour, sikwambie uishie I'm mwenye not dakika moja. telling you to stay in that 1 minute, Panda tena, but go up. maana katika kupandisha hatua ya maombi Because in going up in the kuna prayer, faida yake. it has its own benefits. Lakini hata kale kadogo But even the minor one kanaweza kusikiliwa, can be heard. chocho kana kupandisha mkubwa. Because the one that will pick you up. Na hata kale kongali naomba, But even the one that you're still praying, shetani angali nataka usiomba. Satan still want to put you down. Mimi nataka kuomba na mtu leo I want to pray with somebody today mwenye anaweza kujijua nimevaa mavazi who will know that I'm heavy wearing clothes, lakini nimeivalia juu ya ukoo. but I'm putting it on top of Maana leprosy. Biblia yangu inaniambia My Bible says kulikuwa jemadari there was a warrior mwenye ilibidi aende tafuta Elisha Samaria. who had to go and look for Elijah. Alivala grade, He put all his guns, lakini ndani kulikuwa ukoo. but within him there was leprosy. Inawezekana dimanche passé Maybe last Sunday umevaa mavazi ya you put on your na clothes umefunguliwa, and you are set free, lakini but kungali ndani ukoma. within there is still leprosy. Inabidi Maybe na ndani even inside utakasiki. you have to be set Maana right. misio kabambi ya Because Yesu the great mission of Jesus, alikuja kufanya kanisa he came to make the church lenye halina hatia. that is got no blemish. Na tunapoongea kanisa But when we talk about a church, tunatembea kwa ngazi ya we eklesia, talk on the ways ambao of ni Christ. kila yeyote ambaye alinunuliwa kwa Because damu ya Yesu. whoever was purchased by the blood Kutoka of huku na Jesus, huku. to come from that side and that Akatuweka. side, and he put us We pale for you, jo
Ndio Yesu aliingia nuru. Jesus came to purchase. Na hao watu walijua And these people knew utakaso yetu our sanctification iko kwa huyu mtu. is in with this man. Kila kenye unahitaji Whatever you need, kiko mwokovu. it's in salvation. Hata upate vyote ukose wokovu, You can gain everything and lose your life. hauna kitu. You gain nothing. Upate vyote You gain everything. ukose kuzingatia wokovu, You lose to get on your faith. uko mkogo. You are leprosy. Na silombe ukufe na wokovu. And I don't want you to die with Mimi leprosy. naomba utakaswe kwa damu ya I Yesu. want you to be sanctified by the blood of Jesus. Tena Biblia ina And precise, my Bible is saying very well, kama hautapata kondoo, if you won't get a sheep, uko na devoir ya kutafuta njiwa. you can even look for a pigeon. Kulikuwa gharama There was a cost ya kutakaswa, of lakini sanctification. leo kuna bakia gharama But moja today there's only one cost. ambayo Matendo ya Mitume 4:12 anasema, Acts 4:12 saying, kwa jina la Yesu, by the mighty name of Jesus, kwa damu ya Yesu, by the blood of kwa Jesus, mamlaka yenye by the Yesu, authority in Jesus, Ndio mnaokoka. that's only there is sanctification. Hakuna There is ingine. also sanctification. huko tuna gharama moja Only one cost ya kuitika mamlaka ya to Yesu. accept the authority. Huko tuna gharama There's moja only one cost ya kuitosha murona kwa from wengine. you and accept it. Njoo yako kondoo, That's your lamb. njoo yako sadaka, That's your offering. njoo yako That sacrifice. is your sacrifice. Ukubali tu, To accept only. hailombe ujaze kikapu, Not need for you to put. ukubali tu, Just accept na it. itoke ndani yako. Must come from you. Njoo mponyaji, That is your healing. May God bless you. njoo mponyaji. That's your healing. Mimi nataka omba We need to pray. na mtu mwenye ko tayari And the one who's ready kupokea miujiza, to receive the miracle, kuwa wima kwenye uko. be up on your feet. Na mimi naomba And I'm praying, I'm asking waimbaji singers wasogee tu hapa mbele. to come forth. Niko tuna dakika 10 pale I only have 10 minutes zenye nitaomba that pamoja I'll pray with you. na dashe langa tuimbie ile wimbo aliimba Dimash. Sister Sheila will sing for us that song. Mponyi apitaye wote The healer that surpassed all akuwe hapa. must be here. Mponyi apitaye wote The healer that surpassed all akuwe hapa. should be here. Mwenye nguvu yake The one that is got his mad power iko mchina yenye inapita majina yote. in the name that surpasses all other names. Utakuwa wima kwenye huko. You will be up on your feet. Mimi siwezi kujua ukoma yako. I won't be able to know your leprosy. Kama uko na ukoma ya dhambi, If you have leprosy of sin, hata kama ulianguka jana, kupata miujiza bila maana hata ukwe na muujiza even though not miracle, ungali na deni ya you utakaso. have also the debt of Maana sanctification. bila utakaso Without sanctification, hakuna mtu atabona. no one will see God. Faida ya kukusanyika The hapa benefit of God ni kumwona Mungu will kwa see God first. alafu mengine The baadaye. others for after. Utaomba na mimi You leo. will pray with me today. Neema tofauti The kwa different graces here today. watumishi tofauti wako hapa. Different servants are here Na today. neema And itatembea. the grace will walk. Na ombi ya kwanza And the first prayer utafanya, you will do, utaomba utakaso. you will pray for sanctification. Baada ya utakaso After sanctification, nitakuombea I will pray for you. na Mungu aliyeniita The Lord who called me atakufungua. will set you free. Hata kama hatakufungua, Even though he won't set you free, lakini atakutakasa. but will sanctify you. Hata kama He hatakutakasa, will sanctify you. atakuondolea aibu. He will take away your shame. Hata kama hatakuondolea He aibu, won't take away your shame. atakupatia ile jibu ya Give you your answer. jibu yako, Because your answer, ndio itafunika aibu. that is the Lord who will cover your shame. Naomba usogea. I ask you to please come closer.
tu kwenye huko uamini kama Yesu anaweza. Anaweza kukurehemu. Anaweza kukurehemu. Hakuna jina yenye na shida Yesu. Kabla sijaombea wagonjwa, kabla sijaachilia neema ya miujiza, kabla sijaachilia watoto, kabla sijaachilia makazi, kabla sijaachilia miujiza, nitataka yeyote yule mwenye anasikia mbali na Mungu asogee hapa. Siwezi kuombea mgonjwa mwenye hataki kujipatanisha na sina miujiza ya Mwenyezi Mungu. Miujiza ya kwanza ni kumwamini Yesu.